tawfiq na ikhlas ya kutekeleza yale ambayo ametujalia kuyajua. Baada ya utangulizi huo, iliyopita tuliendelea na tafsiri ya suratu Al-Muzammil na tukasimama katika aya ya 5, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Tukasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alitoa amri mbili kwa mwanadamu: qumil layla illa qalila nisfahu au inqus minhu qalila au zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Amri ya kusimama usiku na amri ya kuyasoma maneno yake kwa namna ambayo inapaswa kusomwa, kwa namna ya kuipa kila herufi haki yake, matamshi yake na ahkami zake, ikiwa tartil kwa maana ya kuipa kila herufi haki yake, na isomwe kwa namna ya kwamba mtu anayesoma aifahamu, aunganishe picha zilizomo, afafanue, apige mifano, apime, ahukumu kulingana na yale ambayo yamekuja katika kitabu cha Qur'an al-Karim. Amri ya kwanza ilikuwa ni amri ya wajibu, lakini baadaye ikafanywa nasakh, mabadiliko, nayo ni amri ya kusimama usiku. Lakini amri ya pili imebaki katika wajibu wake wa rattilil Qur'ana tartila, uisome kama inavyotakiana kusomwa, ufike katika ufahamu wake, ufike katika makusudio yake, maana zake kama inavyotakiwa kufika. Ni amri ambayo haikufanyiwa nasakh, haikufanyiwa tena mabadiliko au masahihisho. Tukasema kwa nini haikufanyiwa masahihisho? Kwa sababu amri ya kwanza kusimama usiku tayari ipo amri ya wajibu ambayo ni kusimamisha sala 5 za faridha, ambazo mwanadamu hana khiari katika kuzitekeleza, ni lazima zitekeleze sala 5. Kwa hiyo qiyamul layl atakapoongeza itakuwa ni nafila, ni ziada. Kwa sababu ni ziada, atakayetaka ataongeza na asiyetaka atawacha. Atakayeongeza atapata fadhila na ujira wake, na atakayewacha atakosa fadhila na ujira wake, lakini hapati dhambi. Ama amri ya tartili al-Qur'an sio amri ya kutolewa khiari, kwa sababu Qur'an ndio desturi ya maisha, ndio mwongozo wa maisha ya mwanadamu. Lau kwamba itatolewa khiari, maana yake huyu mwanadamu ataweza kufanya atakayoyataka na ataweza kuyawacha anayoyataka. Kama kapewa khiari hiyo, maana yake atakapokuja kuhesabiwa, anao mwega wa kuegemea, atasema ulitupa khiari kwamba atakayetaka afanye na asiyetaka, kwa hiyo mimi nimeamua sijafanya. Kwa hiyo hakuna mubarrir wa kuadhibiwa. Lakini khiari iliyokuwepo kwamba hichi kitu ni lazima, lakini faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur, atakayetaka na afanye na asiyetaka na awache. Lakini tu khiari hii ya kufanya au kutokufanya haitoi nafasi ya mtu kwenda kujitetea kwamba umeniambia nisifanye au nifanye. Hili jambo ni la lazima, mwisho wake tutakuja kuhesabu. Ukitaka fanya, usipotaka usifanye. Ukifanya usifanye, nitakuja kuhesabu. Lakini qiyamul layl, hili jambo ni la khiari. Ukitaka fanya, usipotaka usifanye. Ukifanya nitakulipa fadhila zake, usipofanya sikuadhibu. Sawa? Kwa hivyo amri ya pili, warattil Qur'ana tartila, ikawa ni amri ya wajibu, haikufanywa tena nasakh, masahihisho. Baada ya amri hiyo ndio ikaja habari akapewa mwanadamu, aya tulisimama nayo, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, kwa hakika sisi tutakushushia wewe kauli nzito. Hiyo ni tafsiri ya neno kwa neno. Sisi bila shaka tutakushushia kauli nzito. Ni jawabu la kwa nini rattilil Qur'ana tartila.
itabidi usome kwa upambanuzi, usome kwa heshima zake, usome kwa kufuatilia, usome kwa kuunganisha, usome kwa kufafanua, kwa kufahamu, kwa sababu hayo nitakuja kukuteremshia katika kauli hizo ni mazito, qaulan thaqila. Tukasema neno ilqa, Allah alikuwa anaweza kusema inna sanunzilu, tunaweza kukuteremshia, kama alivyozungumza katika aya nyingi kuhusu Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna anzalnahu mubarakan, na nyingine anzalna, tumeteremsha. Kwenye kuteremsha tulitoa mfano wa mtu anayeshusha mzigo kutoka juu, ukitiwa kwenye mkoba kama majumba michenzano, majumba ghorofa, unashusha kwa kamba taratibu. Aliyekuweko chini kazi yake anasubiri ufike, afungue kilichomo, atoke. Lakini ilqa ni kutoa juu kwenda chini, ina dalala kwamba kinachotoka juu kuja chini ni kizito, na uzito wake utahitaji aliyekuweko chini ajiandae, tarkizi yake yote iwe katika kile ambacho kinakuja kutoka juu. Atakipokea vipi, atakituliza vipi, kitafika wapi? Ndio ya maana ya ilqa. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna sanulqi, dalala ya kwanza hiyo ambayo tulitaja katika darasa iliyopita. Dalala ya pili ambayo hatukuitaja katika darasa iliyopita, neno ilqa. Ilqa ina maana ya kufikwa na kitu ambacho hukuwa ukikitarajia. Ilqa, kufikwa na kitu ambacho hukuwa ukikitarajia. Yani kwa mfano mtu alikuwa yupo katika kufikiri mawazo, anatafuta solution ni kitu gani na kitu gani, halafu ghafla tu apate ufumbuzi ambao hakuwa akiutarajia, ambao ufumbuzi ule hata wakati mwingine katika maisha yetu ya kawaida inatokezea. Mtu anafikiria hivi, alafu baadaye akikuelezea anakuambia hata sijui ilikuwaje, Mungu mkubwa tu, imetokezea. Ile maana yake katika maana za ilqa. Sawa, inna sanulqi alayka, na tukasema alayka khitabu ilikuwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini kwa sasa kila mmoja kati yetu inamgusa. Sanulqi alayka qawlan thaqila. Qawlan thaqila tulizitaja tafsiri nyingi wiki iliyopita, nini makusudio ya qawlan thaqila. Baadhi ya fasira tulizitaja tu ambazo hatukuzisherehesha sana, inshallah tutajazia nyama. Qawlan thaqila wamesema athiql fi qadarihi wa 'idamihi wa 'azamatihi, uzito wa hadhi yake na utukufu wake, hiyo qawlan thaqila. Kwanza qawl thaqil, wafasiri wote wamekubaliana kwamba ni Qur'an al-Karim. Al-qawl thaqil ni Qur'an al-Karim. Lakini nini maana ya thiql? Wamesema thiql hapo kwa maana, kwa nini imekuwa thiql, uzito? Wasema uzito wa hadhi yake na cheo chake. Wengine wakasema athiqlu fi al-amali bihi, uzito katika kuifanyia kazi. Wengine waliachia hapo, wengine wakaongezea kipengele ala al-munafiqin, kwa wanafiki. Yani yaliyokuwemo ndani ya Qur'ani kwa wanafiki ni mazito kuyafanyia kazi. Wengine wakasema thaqilun fi atharihi ala almu'minin, mzito katika athari yake kwa waumini. Wengine wakasema thaqilun fi maanihi, nzito katika maana zake zilizokuwemo. Wengine wakasema thaqilun thabitun la yataghayyar, nzito thabit, haibadilishiki, kitaka kubadilisha haiwezekani. Wengine wakasema thaqilun fil mizan, nzito katika mizani ya ujira wake, herufi moja kwa 10 ukisoma unapata ujira mkubwa. Wengine wakasema thaqilun fi tahammuli, uzito katika kuihimili maelekezo yake, miongozo yake, kuhimili, nzito. Qawlan thaqila. Hayo ni baadhi ya
ya maneno ya wafasiri katika kutafsiri qawlan thaqila. Tuendelee kidogo katika qawlan thaqila kabla tujaingia katika aya mpya. Mjengeko wa qawlan thaqila ambayo hatukuitaja katika wiki iliyopita, mtaona imekuja bila ya taarif alif na lam. Alqawl athaqil imekuja qawlan thaqila, nakira maana yake ni kitu ambacho hakina dalala maalum, kwamba hakikusudiwi kitu maalum biaini, kitu kimoja, bali ndani yake inaweza ni duara pana ambalo inaweza kuingia kitu chochote katika sifa hiyo ya qawlan thaqila. Kwa mantiki hiyo, hizi kauli zote walizozitaja wafasiri kwamba qawl thaqil katika mizani, qawl thaqil katika kuifanyia kazi, qawl thaqil katika kutahammal, zote zimekuja kwa sababu hakuna alif na lam katika alqawl thaqil. Ingelikuwa alqawl thaqil maana yake inakusudiwa kitu kimoja tu, lakini qawlan thaqila umefungua mlango mpana kuingia kila kitu kulingana na mawqif ambayo atakuwepo huyu mukhatab ambaye anahutubiwa hapa. Sawa, wakasema kwa mfano qawlun thaqil fil amal bihi, katika kuifanyia kazi hii inakuwa nafiq. Sasa mtu ni muumini sio mnafiq, maana yake hii haimhusu yeye. Kwa hiyo kwa upande wake thiqil hii haipo kwake, uzito huu haupo kwake. Sawa, utakuwa kuna uzito katika jambo jingine. Uzito katika jambo gani? Sasa kwa mujibu wa hali wa yule mukhatab ambaye akahutubiwa hapa. Sawa, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Qawlan thaqila hii akasema wafasiri, nini makusudio yake? Kwa nini Allah akachagua kutaja qawlan thaqila? Tuliuliza swali wiki iliyopita, tumeambiwa kwamba walaqad yassarna alqur'ana lidhikr fahal min mudakkir, kwa hakika sisi tumeiwepesisha Qur'ani katika kusomwa na kutajwa na kukumbushana. Je, yupo mwenye kukumbuka? Kwa huku imetajwa Qur'ani yasir, lakini hapa imepewa sifa ya thaqil, qawlan thaqila. Hakuna kukinzana katika kauli mbili hizi. Mara huku tunaambiwa laqad yassarna alquran, halafu huku tunaambiwa qawlan thaqila, kauli nzito. Wanasema wafasiri at-taysir iliyokusudiwa katika ile ya kwanza ni taysir katika kuisoma. Ndio maana ukakuta Mhindi anayesoma, Mswahili anayesoma, Mwarabu anayesoma, Mchina anayesoma, Mjapani anayesoma, kila mtu atakayeamua kuisoma ataisoma. Naweza ukakuta watu wamehifadhi Qur'ani kamil, sio katika wanaozungumza kwa ulimi wa Kiarabu wala, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ahadi yake walaqad yassarna alqur'ana lidhikr. Kwa hiyo mtoto ataisoma, ataihifadhi, mtu mzima, mwanamke, mwanamume, aliyokuwa na asili ya Kiarabu, aliyokuwa anajua Kiarabu, aliyokuwa hajui Kiarabu, sote tunasoma Qur'an. Na sote tunapoelekea Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna aliyeruhusiwa kwamba azungumze kwa lugha yake. Sote tunaposimama katika sala tunasoma Qur'an, al-Fatiha na sura zilizomo, kila mmoja kwa uwezo wake aliyofikia. Hii ndio taysir iliyokuwepo katika walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikr. Kwa hiyo taysir min haythu al-mabna, wepesi kulingana na mjengeko wake wa herufi, kutamka, kusoma, kuhifadhika, zinahifadhika nyepesi. Na ndio maana tunaweza kuhifadhi Qur'ani nzima, kila mmoja kwa alichojaliwa kuhifadhi. Ama thiql, ama uzito uliokusudiwa hapa ni uzito kulingana na yaliyomo katika maani na maqasid, yaliyomo katika maana zake na makusudio yake. Kuisoma tu hivi nyepesi, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, nyepesi. Lakini kuitenda hii kauli uliyosoma hapa, ndio huo uzito uliokusudiwa hapa, qawlan thaqila. Kwa nini iwe thaqil, iwe thaqil? Wanasema
Tukirudi nyuma katika sura tulizosoma, tulisoma suratul insan, hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Ukiangalia aya mbili za mwanzo kwa faida ya kuunganisha picha, swali limeulizwa katika aya ya kwanza, hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Je, haukuja wakati, ulipita wakati kwa mwanadamu ilikuwa si kitu chochote chenye kutajwa? Bali ulipita wakati kwa mwanadamu hakuwa akitajwa, hasa kabla ya kuzaliwa hakuwa akijulikana kama atakuja fulani na fulani, atakuwa hivi, atakuwa vile, atakuwa rais, atakuwa waziri, atakuwa mkuu, atakuwa hivi, atakuwa mfanya biashara. Hayakuwepo kabla mwanadamu kuumbwa, kabla kuzaliwa huyu mwanadamu. Kazaliwa, akakuwa, akasoma, akafanya hivi, akapata alichokipata mpaka akafikia hapa. Swali hili ndani yake lina dhammun. Dhamm maana yake ni kumrudi mwanadamu kwa jambo ambalo hakupaswa kulifanya. Sawa? Dhamm maana yake ni kumrudi mwanadamu kwa jambo ambalo hakupaswa kulifanya, kwa sababu huyu mwanadamu huyu hivi alivyo sasa sivyo vile ambavyo alikusudiwa awe. Na ndio maana aya ya pili inayofuata Allah subhanahu wa ta'ala akasema, inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Katika lugha ya Kiarabu neno likitajwa mwanzo jina alafu likija kukaririwa, basi hukaririwa kwa dhamir. Kwa mfano, hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, insan. Aya pili ilikuwa iwe inna khalaqnahu, nani? Insan. Sisi tumemuumba yeye, lakini hapa haikukaririwa. Isipokaririwa jina kwa dhamir likakaririwa tena jina lile lile, basi fahamu kwamba hivi ni vitu viwili tofauti. Utofauti wake katika hali, utofauti wake katika maana. Inaweza ikawa maana moja lakini hali tofauti, au inaweza ikawa neno moja lakini maana tofauti. Kwa hiyo insan katika aya ya kwanza sio insan katika aya ya pili. Nini tofauti yao? Insan katika aya ya kwanza ni huyu mwanadamu aliyekuweko sasa, na maringo yake na kujisikia kwake na kufanya ufuska kwake na kuendekeza nafsi yake, aliyekuwa katika ulimwengu sasa hivi, ambaye kafikia katika ghururi ya kujisikia na nini. Ndio maana akaulizwa, hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Huyu mwanadamu anayeringa sasa hivi, anayejisikia sasa hivi, anayejiona sasa hivi, anayefanya sasa hivi, anayejiamini katika ardhi akafanya ufisadi, huyu haukupita wakati ilikuwa sio kitu chenye kutajwa, hakuwa chochote, hakuwa kijulikana. Sasa sisi ndio tumemuumba mwanadamu. Nirejea tena hapo, sisi ndio tumemuumba mwanadamu. Huyu mwanadamu wa pili huyu ndiye mwanadamu alielezewa kwa uhalisia wake na uhakika wake, hadhi yake, kima chake, sababu ya uwepo wake ni huyu mwanadamu wa pili. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin. Kwa nini tumemuumba? Nabtalihi, tupate kumpima tu atatumia nini kwenye mtihani wake. Faj'alnahu samian basira, kamfanya mwenye kusikia na mwenye kuona na kufahamu mambo. Huyu ndo mwanadamu tuliyemuumba sisi. Huyu wa kwanza huyu katoka katika mizani hizi za maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala na fitra ya Allah subhanahu wa ta'ala, akajiingiza katika matamanio ya nafsi yake na kujiendekeza nafsi yake, ndo akafikia kwenye ghururi mpaka akasema ana rabbukumul a'la, ikawa tena hivi, ikawa vile na vingine. Lakini sisi tumemuumba min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira, tukamjalia kwenye mtihani wake huyu ili afaulu, awe msikivu na mwenye kuona na kusikia. Kwa hiyo ni wanadamu wawili hawa katika suratul insan. Huyu wa kwanza aliendekeza nafsi yake, na huyu wa pili ndio uhalisia wake na uhakika wake. Huyu ataruka, atapaa, atafanya aliyofanya, lakini hadhi yake iko pale pale, lam yakun shay'an madhkura. Takwenda utafika wakati atamalizika.
Huyu wa pili tuliyemuumba kutokana na nutfa, tone tu la mchanganyiko wa mambo hivi, kaja duniani kumpima na mtalihi ili aweze kufanya mtihani wake. Tumemjalia mwenye kusikia na mwenye kuona. Sawa, nasherehesha kwa nini thaqil, kwa nini qaulan thaqila. Sasa huyu wa kwanza tumwache, mwanadamu huyu ambaye tunamjua kawaida yupo katika ulimwengu. Huyu mwanadamu wa pili ambaye katueleza Allah subhanahu wa ta'ala uhalisia wake, kaumbwa min nutfatin amshaj. Kama mnakumbuka, amshaj tulisema ni mchanganyiko wa vitu, kila kitu kimo, mifupa umo, damu umo, mishipa, nywele, tabia, kila kitu, nutfa amshaj. Katika mchanganyiko huu Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia mwanadamu kuna baadhi ya vitu tutampa sisi moja kwa moja, hana khiari, na kuna baadhi ya vitu mwenyewe tutamwacha avichume. Katika hiyo amshaja, mchanganyiko, kafanya mambo mchanganyiko. Lengo la kufanya kuumba hivyo na mchanganyo huo, ibtila, nabtali. Sasa akamfanya mwanadamu katika maumbile yake kuna tabia za kimaumbile kaumbwa nazo hizo automatically kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambazo tabia hizo khilqia za kimaumbile, lakini zinaashiria kasoro ya mwanadamu. Sawa. Halafu kuna tabia akaachiwa mwenyewe mwanadamu mwenyewe ajitengenezee, mwenyewe ajizoeshe, mwenyewe azichume. Tabia hizo kaachiwa mwenyewe. Sawa, kuna sawa mpaka hapo. Katika tabia hizi ambazo kaumbwa nazo, Allah subhanahu wa ta'ala kasema lengo la kumuumba hivi ni ibtila, ni mtihani, kumpima. Akamtaka sasa mwanadamu atoke kwenye tabia hizi zama pungufu, aende kwenye tabia nyingine ambazo tutaziita za ukamilifu, lakini sio kama ndo mwanadamu atakuwa kamili, maana kamili. Tabia za mfano wa imani na mingine. Sawa. Kutoka huku kwenda huku akaachiwa mwanadamu mwenyewe jukumu hilo alifanye. Kweli nimekuumba mimi katika hali hii, na kutaka wewe sasa taski yako utoke kwenye hali hii uende kwenye hali nyingine. Nitakwenda vipi? Kule madhali ibtila kamjalia kuwa ni samii basir. Kupitia nini? Kupitia kitabu hichi cha Qur'an ambayo ndio qaulan thaqila. Sasa uzito wake uko wapi? Uzito kwamba huyu kaumbwa na haya maumbile tayari anayo tangu mwanzo. Anachotakiwa yeye sasa ajibadilishe kutoka kwenye maumbile haya aende kwenye maumbile mengine. Kwa mfano, kaumbwa mwanadamu, innal insana li rabbih lakanud. Kwa hakika mwanadamu kwa mambo yanayomhusu Mola wake anakuwa mbishi. Maumbile aliomba Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa. Sasa tunakutaka utoke wewe kwenye ubishi huu uende kwenye taa. Huku nimekuumba ni mbishi na nimekwambia kama hii ni kasoro. Nataka utoke kwenye kasoro hii ya ubishi uende kwenye taa. Kwa hiyo anakuja maelekezo, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Mfano, ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni hadha mathalan. Ya ayyuhalladhina amanu, zote ni amri unaelekezewa wewe, na amri zote kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na yeye Allah akatuambia kwamba innal insana li rabbih lakanud. Sasa utoke kwenye hii ubishi uingie kwenye taa. Ndio maelekezo yalokuja. Kutoka huku kwenda huku kuna uzito wake. Kuna uzito wake. Uzito huu ndio ambao mwanadamu kaekewa sehemu ya mtihani, anatakiwa atoke pamoja na uzito huo. Nakwenda sawa? Tusisahau sasa, wakati huo pamoja na kwamba kaumbwa katika maumbile hayo, alafu kapewa jukumu jingine la kwamba yeye aiendeshe nafsi yake kwa nafsi yake. Kwa hiyo kuna maumbile kaumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mathalan,
zuyina linnasi hubbu shahawati min an-nisaa wal-banin wal-qanatir al-muqantara min adh-dhahab wal-fidda. Maumbile sisi aliyotumba Allah tunapenda kumiliki vizuri vizuri, kupenda kumiliki, kupenda starehe, katumba hivyo Allah. Maumbile hayo hayatofautiani baina sijui shekhe, baina imamu, sijui baina nani, baina nani. Sote maumbile yetu ya asili aliyotumba Allah tunapenda vizuri. Sasa Allah akasema hii ni maumbile nimekuumba mimi, lakini kwenye tabia hii nataka wewe unaweza kujimiliki nafsi yako, penda vizuri, lakini kwenye vizuri hivi tafuta cha halali, usitafuta cha haramu, jukumu lako. Chuma kwa kufanya biashara, lakini usile riba, jukumu lako. Fanya hivi au tafuta mwanamke mzuri, lakini kwa ndoa, sio kwa zina, jukumu lako. Vyote hivyo, miliki mashamba, miliki majumba mazuri, miliki vipando vizuri. Hii ni fitra, nimekuumba wewe unapenda hivyo, lakini mtilani iliyokupa upite katika njia maalum. Hizi njia maalum hizi ndio huo uzito uliokuwepo. Kwa nini umekuja uzito? Kulingana na kwamba yeye kaumbwa katika maumbile hayo, halafu kuna nafsi ambayo inamvuta katika kumtopea katika nini hizo, sawa. Lakini huku ndo kapewa kauli. Kwa hiyo kani nimekuwa kaulan thaqila? Kwa sababu kuna sira, kuna mvutano hapo. Huyo aliyepewa maelezo haya, maelezo ukiyasoma mepesi, lakini kuyatekeleza kwake kunataka shughuli, kunataka ujiandae, kunataka uamue, kwa sababu nafsi inakupeleka na maumbile aliyokuumba Allah yako hivyo. Anakutaka wewe sasa taski yako utoke katika maumbile hayo uende kwenye kutekeleza. Hapo ndipo inapokuwa hiyo kaulan thaqila, kauli nzito. Sawa, unaambiwa utoe katika mali yako, umepata tabu, umekwenda umerudi, umestruggle, umefanya nini, umeanza kuuza mkaa sio mpaka sasa unaleta makontena na nini na nini, halafu simple tu unapigiwa hesabu, naomba bwana wewe kwa mujibu wa ulichokimiliki itabidi 1B uitoe, umpe fulani na fulani. Au ukimwangalia fulani na fulani yuko msikitini, yuko wapi, nakaa yuko nyumbani, ana kibiashara chake kidogo tu hivi, maskini, unaona stahili, wanaostahili zaka. Kiangalia 1B na namna ulivyoichuma ukaipata, ukahangaika mahesabu, ukakesha usiku na nini, alafu naambiwa bwana wewe kwa mujibu wa mahesabu hayo unatakiwa utoe 1B. Unaona mabunda yale yako mbele yako, yale pigwa raba bendi hivi, au yana makaratasi nini, maplastic mpya, hizo zinatoka zinakwenda kwa wengine. Ndio kauli iliyokuja kwamba utoe, khudh min amwalihim sadaqa, toa, wa aqimu salata wa atu zakah, kwa nafsi, kwa sababu imeumbwa katika maumbile yale ya asili ya kupenda kumiliki, na tayari kashatoa kijasho. Innal insana khuliqa halua idha massahu sharru jazua wa idha massahu alkhairu manua, maumbile yaliyoumbwa. Halafu anatakiwa hapo hapo kwamba toa bilioni 10 kamtafute fulani na fulani na fulani uwape, sio zako hizo. Wakati unaambua sio zako, wakati umezichuma mwenyewe. Kaulan thaqila, yani sasa ukajenga nyumba, umepata miaka 3 4 umejenga, alafu anakuja mtu simple na kwamba wana nyumba si yako zito, na kuja serikali na kwamba umejenga katikati ya barabara, vunja nzito. Sasa kauli kama hizo, maumbile umeumbwa na Allah, nafsi inakutaka hivyo, halafu yanakuja maelekezo kinyume na yale yaliyoko kwenye maumbile na nafsi inavyotaka, halafu wewe ndio watekeleze. Ndio hapo inna sanulqi alayka qawlan thaqila, uzito wake katika kuyafanyia kazi, katika kuhimili, katika mizani zote hizo inaingia miongoni mwa qaul thaqil. Maelekezo utakayopewa itakuwa mazito katika
kuyatoa, kuyafanyia kazi. Lakini qaul thaqil hivyo hivyo, kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala akasema qaulan thaqila? Pamoja na nafikiri umefahamika concept yake, uzito wake uko hapo. Lakini pia uzito mwingine ukurudia kwa hapo hapo kwa mwanadamu. Mwanadamu katika maumbile yake aliyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kazoea au anaamini zaidi anavyoviona na anavyovishika. Ndio maumbile aliyoumbwa na Allah. Mpaka kitu nikione nikishike na naamini kwamba hichi ndicho. Kinaambia bwana, kesho nitakuja kukupa pesa, mpaka ni umenipa ndio nitajua kwamba kweli ukiniambia pesa ni pesa. Ndio maumbile aliyotuumba Allah subhanahu wa ta'ala. Haya katika qaulun thaqil, kuna mambo unayamiliki katika mikono yako, yanaendana na tabia ya maumbile yako, unayaona, unayaishi, yapo. Halafu kuna mambo umeahidiwa tu kwamba yapo, utayapata, lakini huyaoni wala huyasikii. Taibu ananiambia nitoe bilioni 1, nini nitapata? Nitapata pepo. Iko wapi? Sione. Unaniambia nitoe bilioni 1, hii hapa naiona, iko mikononi mwangu. Unaniambia mali yangu itazidi. Itazidi vipi? Sione. Taibu unaniambia nitoe bilioni 1, unaniambia mali yangu itahifadhika. Itahifadhika vipi? Sione. Sioni masefu ya kuja na mifunguo ya kuhifadhi pesa. Wewe, mimi natoa kitu ninachokimiliki na kiona, lakini naahidiwa kitu hakipo, sikioni, naambiwa tu utakipata. Lini? Haujulikani. Muda huo takupa pepo. Pepo iko vipi? Fiha ma la ainu ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Maumbile yangu mimi binadamu, kinaambia hivyo sifahamu. Kinaambia jicho halijawahi kuona, sikio halijawahi kusikia, wala halijawahi kufikiria mtu, akili yangu haikubali. Lakini nakaribishwa picha tu, kuna anharu, kuna sijui fawake, kuna hurul ain, kuna hichi sijui ala al-araik na vitu vingi. Zote ni picha za kukaribishiwa tu hivi ufahamu nini kinakusubiri. Lakini sasa baina ya ahadi niliyoahidiwa na baina ya kitendo ambacho natakiwa nikifanye sasa, kutoka kwenye qaul thaqil, kuna uzito tena mkubwa. Vipi unaniambia nifanye, halafu nitarajia jambo ambalo halipo mikononi mwangu wala mikononi mwako? Thaqil. Yani mtu sasa hivi muende mtu mwambie bwana, hebu nipe bilioni 1, halafu nipe kama wiki hivi nitakurejeshea. Wepesi tu haiwi. Utakuwa kuna mikataba hapo, sijui niwekee bondi ya nini, sijui niwekee rehani nyumba gani, sijui niwekee nini kitu gani. Kwa maana unatoa kitu nashika kitu. Ndio maumbile ya binadamu. Sasa unaniambia nitoe alafu nikapata pepo. Qaul thaqil inakuwa. Kwa hivyo thaqil nyingine, uzito mwingine upo hapo, kwamba kuna mambo nayafanya, natakiwa nitoe vitu ambavyo navimiliki na viona, au natakiwa nijizuie na vitu ambavyo naviona na vitaka sasa hivi, kwa vitu ambavyo sivioni. Usizini sasa hivi, mwanamke yupo mzuri na nini, wepesi kumpata, lakini nimeambiwa la taqrab, usikaribie. Lakini huku nimeahidiwa, nimeambiwa hurul ain kaamthali al-lu'lu al-maknun na mingine. Wapi mpaka uende huku, na huku nafsi namsukuma, namwambia bwana nenda. Thaqil. Aina ya pili ya uzito, sura ya pili ya uzito. Lakini jingine, hii Qur'an, mwanadamu kazoea kupima mambo kwa mizani ya akili yake ya ulimwengu. Ndio maumbile aliyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, anapima mambo kwa mujibu wa uwezo wake na mizani za ulimwengu, kanuni za ulimwengu. Mambo mengine ambayo anatakiwa au anaahidiwa au anatakiwa yafanye yako nje ya kanuni ya ulimwengu. Anaambiwa subiri, wasbir. Sabr amri imekuja katika kauli thaqila.
Lakini kanuni za kiulimwengu zinamwambia subira ina kikomo. Subira ina kikomo. Kanuni za ulimwengu zinamwambia hivyo. Lakini kila anapokwenda anaambiwa wasbir li hukmi rabbik. Wasbir li hukmi rabbik. Isbiru wasabiru. Inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Lakini kanuni yakigeuka huko anaambiwa bwana, hii mara ya 6 jambo hilo kitendo hicho anakufanyia, na wewe upo tu umekaa kimya, na wewe unamtizama tu, na wewe ndo unasubiri tu, na wewe kanuni za kiulimwengu. Lakini huko anaambiwa sabrun jamil, fa sabrun jamil. Akipima, akiangalia kwa akili za kibinadamu na vipimo vya ulimwengu, anavyoona vitu haviendi sawa. Vipi unaniambia nisubiri wakati kitu nakiona mbele yangu hivi? Mtu ananitukana huyu hapa mara ya 5, mara ya 6, ya 10 ananitukana. Sijamtia ngumi tu. Anaambia subiri. Alafu namrejesha kwenye mfano wa Yusuf. Yusuf ndugu zake walipokwenda akakamatwa yule mdogo, akasema na kaka yao alikuwa hivyo mwizi. In yasriq faqad saraka akhun lahu min qabl. Kama kaiba basi kakake pia aliiba mbele ya macho yao, mbele ya macho yake. Na yeye wakati huo anamiliki khazain. Alikuwa anaweza tu kwa timu ile mbali yenyewe hamna adabu yote yenyewe, nendeni zenu hampati kitu. Lakini fa asarraha Yusuf fi nafsihi wala yubdiha lahu. Akaificha wala hakufanya reaction yoyote. Kwa nini? Yeye kafuata maelekezo ya kauli thaqil, ngumu kibinadamu, ngumu. Hiyo tunakubaliana sote kwamba mtu unamfanyia ihsani, unamfanyia wema, kakufanyia ubaya zamani, na sasa hivi anaendeleza mbele ya macho yako, tena hali ya kuwa anakuja kuhitaji kwako, ngumu. Lakini kasubiri. Kwa nini? Kuna kauli zinamuongoza, kauli thaqila. Na Yusuf sio kama katika kisa chake, sio kama ndo mpigwa mfano wa nabii. Ni binadamu, kaelezewa kama binadamu, hakuelezewa kama nabii, kama tutasema kaweza kusubiri kwa sababu yeye mtume. Kasubiri yeye binadamu. Hata katika ile sabri yake ya kujizuia shahwa zake na Imratul Aziz, wakati milango imefungwa, Allah kaeleza walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an raa burhana rabbih. Kamngangania mwanamke, kamngangania mwanamume, na angemngangania lau asingeona, asingepata burhani ya Mola wake. Maana yake ingelikuwa sio imani aliyokuwa nayo, basi tayari kaingia katika mtego. Thaqil alitamka tu maadha Allah. Kwa nini? Sisi tumepewa la taqrabu zina, usikaribie. Sasa amri inakuja hivyo, alafu unapata chance kama ya Yusuf. Tafutwe kijana apate chance kama ya Yusuf, milango inafungwa, Imratul Aziz, alafu wako wawili tu, hamna anayejua, hamna anayeona, akaambiwa haita lak, njoo, kila kitu kiko kwa ajili yako. Alafu impitikie katika akili yake, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ngumu, thaqil. Sababu gani? Kwa sababu yale tuliyotaja, nafsi imeumbwa inapenda vitu vile, maumbile yake alioumbwa mwanadamu anapenda vitu vile, na nafsi inampeleka kule, inna an-nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Katika hali hiyo aseme inni akhafu Allah au ma'adha Allah, kwa sababu ya makatazo ya kauli thaqili iliyokuja, maamuzi magumu. Ibara ndogo tu kwamba namuogopa Allah, lakini mpaka itoke lazima upitishe uamuzi mgumu. Kwa hiyo mtu ajiandae, inataka istidad, inataka pia irada, ile matakwa ya uamuzi wa kweli kwamba mimi nakaa. Kwa hiyo ndo maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Katika section yote utakayoweka, katika angle yoyote utakayoweka, itabaki kuwa ni qawl thaqil. Utapima kwa mizani yako,
ukiangalia kwa mizani ya akili yako haingia akilini, kwako wewe tabaki haingia akilini, lakini hili ni jambo la uhakika na la usahihi, amri iliyokuja, maelekezo ya kauli. Utaona haikubaliki katika akili yako, lakini hivyo ndivyo ambavyo hivyo ilivyo, kwa sababu itakwenda kinyume na maumbile yako, ambapo wewe umewekewa ibtila, utoke kwenda huku, kutoka huku kwenda huku. Kwa hiyo qaul thaqil kwa maana hizo ambazo kwa hali hizo ambazo tumezieleza, tukasema kwamba kama inakusudiwa Qur'an ndio qaul thaqil, maana yake Qur'an ndio hal, ndio solution ya kila tatizo la mwanadamu, kulingana na mawqif ambayo atakuwepo mwanadamu huyo. Atakuwa na swala lake aulize kupitia Qur'an, nini nanielekeza katika jambo hili, atapata jawabu lake, na jawabu atakalolipata itakuwa qaulan thaqila, kauli nzito, haibadiliki, kauli nzito haipingiki, kauli nzito haina mfano wake, qaulun fasl wama huwa bilhazl, ni kauli ya kukata fasla kabisa, wala sio mchezo mashara. Sanulqi alayka qawlan thaqila. Sawa, hiyo ndio maelekezo aliyotoa Allah subhanahu wa ta'ala katika inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Kabla ya hii tulisema kuna amri ngapi? Mbili, amri ya qiyamul layl na amri ya tartilil Qur'an. Halafu baada ya amri hizo ndio imekuja habari kwamba sisi ujiandae, tutakuletea kauli nzito. Kauli nzito hii inataka maandalizi, inataka utayari. Maandalizi haya na utayari huu utakuwa vipi? Itakuwaje? Nitaupataje? Katika muda gani? Allah subhanahu wa ta'ala katika aya inayofuata akasema, inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Nini makusudio ya nashi'atal layl na nini makusudio ya ashaddu wat'an na nini maana ya aqwamu qila? Kuna vitu vitatu katika hiyo aya. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Nashi'atal layl ashaddu wat'an na aqwamu qila. Kabla ya kuingia katika, ndo tunaingia kwenye kuichanganua, tunaendelea na picha yetu ile ya mwanadamu. Mwanadamu ndo mimi na wewe, ndo sisi wanadamu. Wakati ambapo, na hii ni kawaida, ni maumbile ya mwanadamu, tunahudhuria mfano kwenye minasaba mbalimbali, mfano maziko. Tumezoea mtu akifiliwa tunaenda kumpa pole, tunakuwa naye, tunamunga mkono, tunamsaidia, na anayefiliwa anakuwa katika hali ya huzuni, ndio na sisi tunahuzunika naye, tuna nini. Lakini mara nyingi sisi maziko yetu tunayafanya mchana, saa 4, saa 6 la asiri, ndio tumezoea kufanya hivyo. Pale kulingana na zile pirika zilizokuwepo pale, enda huku rudi huku, kile kimeletwa kamsalimia huyu, kampokea yule, lile jambo ambalo ndo jambo kubwa lilotukusanya pale, yani ukubwa wake na umuhimu wake na uzito wake hatuhisi sana. Hata wale wafiwa wale, atakapokuwa pale yupo, utamwona mtu kafiliwa, lakini unaenda kumsalimia hali anapokea watu, wakati mwingine bashasha kidogo, anacheka kidogo, kulingana labda maudhui yaliyozungumzwa. Kwa yale mihangaiko pale ya pale yanamuondosha katika focus ya lile jambo, na linampeleka katika mambo mengi ambayo yamemuingiza au kaingia kutokana na yale mazingira. Kaenda kupokea, sijui kaenda kuleta kitu kutoka ndani, sijui kaleta maji, sijui kaenda kaambwa huko unaitwa ndani kwa maiti, sijui njoo tukae, sijui nani ataenda kaburini, mambo mengi. Sawa, lakini ile jambo lenyewe sasa la kuondokewa, jambo la mauti kwa wakati ule, kama lina fifia hivi. Sawa, yakimaliza yote yale,
akawa yuko peke yake, kamaliza mambo yote yale, watu washaondoka, washazika, washarudi, sasa ni wakati wa kupumzika usiku. Pale yanaanza kurudi, ni maumbile ya binadamu. Kama labda kaondokewa na mwenza wake, atauona sasa pale ule upweke aliokuwa hakuzoea, kwa sababu ndio peke yake. Lakini alivyokuwa na rafiki zake huku, alivyokuwa na ndugu zake, alivyokuwa na jamaa zake, anakwenda akirudi, pole nishapoa, pole nishapoa, pole nishapoa, haikuwa nzito sana, kwa sababu kuna vitu vilikuwa vinaingia vikitoka, vinafanya tashtiti, vinapangua. Kwa hiyo tarkizi yako iko mpaka usiku. Ukitulia ndio zitakujia sasa fikra zile, sijui ilikuwa vipi, ilikuwa vile, fikra tangu ulikuwa wadogo, sijui ilikuwa hivi, kama baba, kama mama, kama nani. Kwa hiyo usiku ule utalia, utafuta machozi, utalia tena, utafuta machozi, utalia tena, utafuta machozi, utakumbuka mara 10. Pengine hata usingizi utaukosa. Ndio kwa nini wakati huu uko katika hali hii na wakati huu wa mchana hukuwa katika hali hii? Kwa sababu wakati wa mchana ulikuwa kuna mambo mengi, wazonge mengi, watu wengi na vitu vingi, lakini wakati huu kuna utulivu, huna mambo mengi, uko peke yako, na kuna jambo moja tu la kushughulisha akili yako. Kwa tarkizi yako, focus yako wakati wa usiku imekuwa kubwa kuliko wakati wa mchana. Hata ikiwa una uzito vipi wa jambo lako, uondokewa na baba na mama na mke na mtoto, napendana watu wa karibu, lakini kwenye kwenda na kurudi watu wanakupa pole, unacheka vipi, alhamdulillah shapoa, limepungua kidogo uzito wake kulingana na vitu vingi vilivyokuwepo. Hawa wanakuliwaza yule na kunini yule. Lakini ukibaki peke yako usiku, kuna tarkiz kubwa, focus kubwa katika jambo lako moja. Sawa? Nakwenda sawa mpaka hapo? Nimetoa mfano huu kwa sababu ya kuunganisha inna sanulqi alayka qawlan thaqila na hii aya inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Qawl thaqil tumeona uzito wake, ndio unaweza kuwa kwenye mihangaiko uliyokuwa nayo mchana usione uzito wote katika jambo hilo, wala isikupitikie halal ni ipi, haram ni ipi, na kwenda tu kwenye pirika zako. Sawa? Lakini ukikaa ukatulia na nafsi yako ukaanza kujihesabu, hapo sasa ndo utaweza kufikia kusema pale nimekosea, hapa nimepatia, vile ilikuwa sivyo, hii ndivyo, au ile ilikuwa ndivyo, hii ilikuwa sivyo. Kwa nini? Kwa sababu akili yako itakuwa ina focus na jambo moja tu la kuihesabu nafsi yako, au jambo jingine lolote ambalo utalifikiria kwa wakati huo. Sasa kule kuna amri mbili, qumil layl, ambayo baadaye ikawa ni khiari, alafu rattil Qur'an, ambayo ndio haya maelekezo ya qawlan thaqil. Haya utatakiwa uyatafsiri katika maisha yako, utatakiwa uyatafsiri katika maisha yako, halali, haramu, fanya, usifanye, makatazo, amri. Wakati unayafanya katika maisha yako, unaweza ukateleza, unaweza ukapatia, unaweza ukakosea, unaweza ukakusudia, unaweza usikusudie. Sawa? Lakini mwisho tunakutaka usimame katika station moja, mahata, ujifanyie review. Jifanyie review, ndio ile inaitwa muhasabat nafs. Ujihesabu. Wakati gani utafanya hivyo? Ndio Allah anaeleza hapa, inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Kitafsiri neno kwa neno, kwa hakika masaa ya usiku, inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an, hayo ndio mazito zaidi. Hayo ndio tutataja nini maana ashaddu wat'an, nyingi zipo. Wa aqwa muqila, na ndio kauli yenye mashiko au iliyonyooka. Yani utakapokaa ukakaa usiku na hali yako, nafsi yako ukaihesabu,
majawabu utakayoyapata hapo ndio majawabu ambayo yatakusaidia kuiongoza nafsi yako, na ndio atakupa uhakika wa nafsi yako. Aslan bali al-insanu ala nafsihi basira. Lakini utakaposimama usiku au utakapokaa usiku, inna nashi'at nafsi, tafsira neno kwa neno tataja ni maksudi ya nashi'at al-layl. Inna nashi'at al-layl, kwa hakika masaa ya usiku, ashaddu wat'an, ndio mazito zaidi, ndio munasib zaidi, wa aqwa muqila, na ndio yatakupa jawabu sahihi, kwa tafsiri ya neno kwa neno. Sawa. Kwa hiyo nashi'atul layl, baadhi ya fasiri wametaja, wengine wakasema nashi'atul layl maana yake ni masaa ya usiku yote, kuanzia litakapozama jua mpaka alfajiri. Wengine wakasema la, kwa sababu likizama jua kuna salawati za faridha magharibi na isha, na baadhi ya watu huingia kwenye mihangaiko. Kwa hiyo pale ambapo mwanadamu atauanza usiku wake kwa kupumzika, kama ataamua saa 3 ndo anaingia kulala, saa 4, saa ngapi, wataamua kusimama usiku saa 9, saa 7, yale ndio nashi'atul layl. Hiyo kauli ya kwanza. Wengine wakasema nashi'atul layl ni ile hali ya mwanadamu ambayo atakuwa nayo ule usiku, hudu, yani yuko katika utulivu, anafikiria jambo anafikiria jambo kwa tarkiz, focus, yupo katika hali ya huzuni, yupo katika hali ya kujilaumu, yupo katika hali ile inaitwa nashi'atul layl. Wengine wakasema nashi'atul layl ni hali ya nafsi pale usiku, yani mtu ajiangalia usiku pale anapokwenda kulala, akaanza kujihesabu nini kafanya, nini hakufanya, nashi'atul layl. Kwa kiufupi, nashi'atul layl ni hali, sawa ikiwa hali ya masaa maalum au hali ya nafsi ya mwanadamu, hali ya fikra zake, lakini wakati wa usiku, kaifungamanisha na usiku. Pamoja na kuwa neno nasha lina maana, neno nasha lina maana nyingi katika lugha ya Kiarabu. Ina maana ya hadatha, kitu kimetokezea hivi, au kitu maana ya takwin, kimejitengeneza katika fikra, mawazo, hisia zinazokuja usiku. Sawa. Nasha wamepigia mfano wa wingu linapoanza vile. Unaona mvua inapotaka kuanza vile, yanajikusanya mawingu, yanajikusanya mpaka yanaunganika, alafu tena inanyesha mvua. Ile mkusanyiko wake inaitwa nasha. Kwa hiyo nashi'atul layl ni yani ifahamike muhimu zaidi wakati wa usiku, hali atakayokuwa mwanadamu, masaa ya usiku wa mwanadamu, au hali ya fikra, mawazo na hisia za mwanadamu wakati wa usiku. Inna nashi'atul layl. Sawa? Tunafahamika hizo nashi'atul layl. Hiya ashaddu wat'an. Nini makusudio ya ashaddu wat'an? Wafasiri wakasema ashaddu thiqlan, mazito zaidi. Wengine wakasema ashaddu thabatan, ndio thabit zaidi. Wengine wakasema ashaddu wifaqan, yani ile kuendana, ashaddu wifaqan. Hii ya tatu tutaisherehesha. Adhan. Sawa. Tayeb. Kwa hivyo ashaddu wat'an, wakasema wafasiri ashaddu thiqlan, ndio nzito zaidi. Wengine wakasema ashaddu thabatan, ndio iliyokuwa thabit zaidi, ina ukweli zaidi. Wengine wakasema ashaddu wifaqan. Ashaddu thiqlan, kwa ule mfano tuliotoa wa mwanzo, mtu kafiliwa na nini na nini, huyo mchana wake unakuwa mwepesi, lakini ukifika usiku unakuwa mzito kulingana na lile jambo lilomkuta, na ikiwa katika hali hiyo, yani hata akifikwa na msiba mwingine wa aina yoyote, anaanza kufikiria na nini, na kumfika na kuchambua, kulia, kusikitika na nini, kwa sababu ya uzito ile jambo. Lakini ashaddu thabatan, inawezekana mtu akawa sio katika msiba,
sio katika mitihani, ni katika matendo tu ya nafsi yake. Kafanya jambo akawa sasa anataka kuirudi nafsi yake, bana, pale nilipita nilimuona yule mtu mzima, sawa alinijibu vile, lakini sikupaswa kumjibu kwa jeuri namna ile. Mfano tu inamjia ile situation katika fikra zake usiku, kwamba pale kweli yule mtu mzima alinitolea ukali, lakini lipaswa pale kidogo nishuke chini. Zikimjia hisia kama hizo usiku, basi hisia hizo ashaddu wat'an, ashaddu thabatan, ndio uhalisia wenyewe, ndio hakika wa hilo jambo. Wengine wakasema ashaddu wat'an na ashaddu wifaqan. Nini maana kusudia ashaddu wifaqan? Ndio zinaendana, ndio vitu huendana zaidi. Wao wakatoa mfano wakasema inaendana kuna muwafaka baina al-lisan wal qalb. Kama atasimama mtu usiku atamwomba Mola wake, basi atakavyomuomba usiku tofauti na atakavyomuomba mchana, kwa sababu usiku atapata ashaddu wat'an, ashaddu muwafaqa baina ulimi wake na moyo wake, anachokitamka na zile hisia zake. Mchana anaweza akaomba, lakini ikawa akili iko mbali, ulimi uko mbali, kwa sababu mtu anamuita, kwa sababu magari yanapita, kwa sababu ana duka kalifungue, kwa sababu kuna sijui anataka kuwahi wapi, kwa sababu sijui Honda imekamatwa, kuna vitu vingi. Sawa, kwa hiyo anaomba dua, lakini anaomba kwa ulimi, moyo wake haupo sehemu ile, kutokana na mashughuliko aliyoshughulishwa, kama alivyoshughulishwa yule sahibu yetu aliyefiliwa. Anayo huzuni, lakini huzuni haidhihiri pale kutokana na mashughuliko anaoshughulishwa pale. Huyu kaja kumsalimia, yule kaja kumuita, yule anakuwa yupo katika, lakini akiwa peke yake sasa hapo kuna wifaq, kuna kuendana. Kwa hiyo wakasema wifaq baina al-lisan na al-qalb. Wengine wakasema kuna wifaq baina al-khushu' na ikhlas, ikiwa atasimama kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, khushu' yake na ikhlas. Sababu yuko peke yake usiku, kaamua mwenyewe kusimama, yuko kwake kumbini, chumbani. Kwa hivyo khushu' yake, ikhlas yake ni mwenyewe baina yake na Mola wake. Hakuna kinachomshughulisha, hakuna watu waliomzunguka, hakuna nini. Ashaddu wat'an. Sawa, kauli tatu. Wa aqwa muqila, akasema aqwa muqila, kusudio la kwanza aswabu lafdhan, ikiwa atatamka maneno, basi maneno hayo yatakuwa ni aswab, ni maneno sawab, manake yaliyokuwa sahihi zaidi. Wengine wakasema aqwa muqila kwa maana aswabu ma'nan, ndiye yenye maana sahihi zaidi. Wengine wakasema aqwa muqila manake asdaqu tadhakkura, ndio ukumbusho au kukumbuka kulipokuwa ukweli zaidi. Ufupisho wa inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila, kana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatoa maelezo mengine. Tayari tumekubaliana sote kwamba qaul thaqil, si ndio? Kwa mifano tuliyoitoa, kwa mazonge utakayozongwa na maumbile ya kibinadamu na nafsi yako na wanadamu wenzako, inawezekana ile kauli uliyopewa katika kitabu hichi, qaul thaqil, isiharik chochote katika moyo wako kwa ule wakati uliokuwa pale. Kwa mfano na marafiki wote hawa sita walionzunguka wananiambia nifanye biashara fulani, ambayo biashara hiyo mimi kwa mujibu wa mahesabu ninayopiga na kauli ninayoangalia maelekezo hapa, inanambia faida ya pesa ipo, lakini kuna zuio la kauli thaqil. Sawa, lakini huyu ananiambia nifanye, yule ananiambia nifanye, yule ananiambia nifanye, yule ananiambia nifanye. Usije ukachukua uamuzi hapo, badala yake nenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati gani? Inna nashi'ata al-layl, sawa, usiku, masaa ya usiku. Kaa uko peke yako, fikiria, pangua, pima kwa mujibu wa mizani zilizokuja katika kitabu, mbali na mizani ya kauli za watu, haram au halal,
sawa, faida ya pesa nitaiona, lakini hasara ya akhira inanisubiri. Hapo ndipo utaweza kutoa uamuzi sahihi, kwa sababu focus yako itakuwa kuna tawafuk baina ya akili yako na moyo wako unavyokueleza na wakia ilivyo. Hapo utatoka na jawabu litakalokufaa, jawabu lilokuwa aqwa muqila, kwa sharti kwamba unaelekea kweli kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na umekinai na umeamini kweli kweli kwamba haya ni maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ukiamua kufuata pale pale, huyu kakutia kijiti huku au kutia kijiti huku, basi na bwana naingia bwana, na unajua fika kwamba hii ni biashara sio, huko utakuwa unapotea. Sasa ukirudi ukianza kupiga mahesabu yako, ukakaa na nafsi yako, ukaanza kujiuliza, ukafanya muhasaba, sawa mimi nitapata pesa, lakini hii ni haram. Na tumeambiwa vipi amali ya haramu sisogelee. Mali ya haramu athari zake 1 2 3. Nitapata, nitatumia kwa muda gani? Nitatumia kwa muda huu. Lakini madhali biashara haramu, nikija nikaonekana na nidhamu hizi tu za ulimwengu, itakuwa vipi masiri yangu? Nitakuja kufungwa, nitakuja kufanya hivi, nitakuja kufanya hivi. Hapo sasa hayo hutaweza kuyafikiria katika ile barza pale. Sawa, ile barza pale hutaweza kuyafikiria yote. Pale kitakachokuzidi ni maneno na ushawishi wa wale watu, itakuzidi maumbile ya nafsi yako, itakuzidi ile kupenda kumiliki. Utaamua uamuzi uliokuwa sio sawa. Ukitaka kuamua maamuzi yako, inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Usiku umetulia, nenda kwa Mola wako. Na ndio maana wakati mwingine mtu akitaka kufanya jambo tunaamrishwa tusali salatu al-istikhara. Wakati gani unafanya istikhara? Umetulia usiku, tarkizi yako leo yote kwenye jambo hili moja. Ya Rabbi, jambo hili nalitaka nionyeshe kama lina khairi, nionyeshe kama lina shari, niepushe nalo, kama lina khairi nalo nilipate, kama lina hivi. Usiku umetulia. Lakini wakati ule pale kama barza itakuzonga, alafu watu wanakuelekeza huko, pale huwezi kufanya istikhara, huwezi kufanya chochote. Akili yako itakuwa imechotwa na vitu vingi, huwezi kufocus. Unaweza ukatoa uamuzi, lakini ukawa uamuzi sio sawa. Kwa hiyo inna nashi'ata al-layli, siri ya maelekezo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lako likiwa linakutanza, unataka kuchukua uamuzi, basi usichukue uamuzi wakati upo kwenye maperika, wala usichukue uamuzi wakati upo kwenye na ndio maana hata Mtume sallallahu alaihi wasallam katukataza mtu kutoa ahadi katika wakati upo kwenye furaha. Yupo kwenye furaha, jambo lake limekwenda na nini, akatoa ahadi, bwana msijali bwana, milioni 10 nitakupeni, kwa sababu tu kapata milioni 30. Akikaa usiku akaanza kuzihesabu zile 30, akaona 10 hizo yule muahidi jamaa kule, anarudia mahesabu yake, anaona kumbe 10 nyingi eti hizi hapa, unajua mimi ningepata 28 hapa, hizi mbili nikawapa wale laki au ngapa ngapi. Nini kinachomrejesha sasa hivi? Kwa sababu pale alichukuliwa na hamasa ya yale mambo pale, akaamua pale. Lakini alipokaa peke yake na nafsi yake, akapiga mahesabu, akaona la, zile hesabu zimeenda wrong. Mfano huo katika maamuzi ya mambo mengine yote yaliyofungamana na mwanadamu na dini yake, yaliyofungamana na muamala wa watu wake, yaliyofungamana na baina yake na Mola wake, maamuzi atakayoyatoa basi ayatoe wakati katulia. Inna nashi'ata al-layl hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Una shida zako na mambo yako, unataka kumshtaki Allah subhanahu wa ta'ala, wakati mzuri usinomana. Amri ile ya kwanza ilikuwa qumil layla illa qalila, halafu ikafanywa ni khiyari kwa sababu kupima wewe una jambo lako utakimbilia wapi. Kimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ile tarkiz yote, focus yote, Allah subhanahu wa ta'ala anakutaka uwe katika utulivu wa hali ya juu. Unaihesabu nafsi yako hesabu ya kweli, sio ya mujamala, kuliko kuwa katika mazonge mengi, halafu hapo ukawa wendo
unaamua maamuzi yako. Mara nyingi wale watu ambao wanaongozwa na watu binadamu wenzao, marafiki nani, wakati wa ushawishi na hamasa wanafanya, nenda wewe usikubali, mwisho wake inakuwa majuto na maharibiko. Alafu wale wote wanamruka, wanafanya nidhamu ya Iblis. Iblis anakuchochea, alafu mwisho anakuruka, anakuambia inni akhafu Allah rabbal alamin, wakati kasha kuongoza, kasha kuchochea. Sasa hii Allah subhanahu wa ta'ala kaunganisha hii inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu watan wa aqwa muqila. Kaunganisha kwa nini kakuamrisha qiyamul layl na kwa nini kakuamrisha tartil. Qiyamul layl kwa nini kaifuta isiwe ni faridha kuachia mwenyewe? Kwa sababu kuifanya ndio wasila wa wewe kukimbilia kwake. Utakwenda kwa maamuzi yako, kwa irada yako, kwa kujitayarisha kwako, utakwenda, utafikiria, utaamua, utaomba, utapeleka. Lakini tartil ndio huu, lazima ufahamu miongozo iliyokuja, lazima kilichokuja ukifanyie kazi, huna khiari. Yani amri zote ni juu yako kuzitekeleza, na makatazo yote ni juu yako kuyawacha. Ukiyawacha makatazo au ukiyafanya makatazo ukaacha amri, khiari yako, lakini tutakuhesabu kwenye kuacha kwako na kufanya kwako. Ihesabu nafsi yako, ishauri wakati gani, sio wakati wa mazonge, wakati wa utulivu. Wakati gani utulivu? Nashi'atal layl. Nashi'atal layl, hapo tulia, jishauri, jiulize, jihesabu kikweli kweli, bila mujamala, bila kujipamba pamba, wala bila kujidanganya, kwa sababu hiya ashaddu wat'an. Hiya faida yake hapa, baadhi ya fasiri wamesema litakid, kutilia mkazo. Nashi'atal layli hiya, hiya narudi kwenye nashi'atal layl. Baadhi ya fasiri wamesema ni kutilia mkazo, lakini baadhi ya fasiri wamesema hii ina maana ya hasr. Hasr maana yake hakuna wakati mwingine wowote zaidi ya wakati huu ambao utakuwa ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Wakati mwingine utakuwa na tarkiz, utakuwa pengine uko kazini, kazi yako mahesabu, utakuwa upo hadhir, yani najua hapa ngapi, lakini sio tarkizi itakuwa kwa mutlaq. Anaweza akaja mtu mwingine na risiti yake, anaweza akaja sijui kwa huku, hii imeingia simu, unaulizwa risiti ya juzi, naanza kuparaganyuka, nilifika wapi pale, ilikuwa maisa, narudi, shaondoka. Pengine uko ndani ya saa moja unatarkizi hali ya juu, lakini kuingia tu mambo ukaingia wewe, imeondoka. Usiku uko peke yako, nazima simu yako, unaelekea kwa Mola wako, unashauri, unaomba, unajihesabu. Na hayo atakayokujia hapo, majawabu yatakuwa ndo majawabu ya kweli kweli, aqwa muqila, ndio halisia. Hata kama atajaribu mwanadamu kujidanganya au kujipa moyo, lakini itamwambia bwana, hapo umekosea. Maumbile mwanadamu mbishe, ataambia nafsi yake umekosea, aqwa muqila, lakini sikataka mwenyewe. Nafsi yake naambia wewe ulikuwa usimjibu ile mtu mzima, mheshimu, kweli nimekosea. Alafu mwisho huko anaharibu hesabu zote, bwana kataka mwenyewe. Zipo zinatokezea katika mtu anajua kama kafanya kosa, lakini analibarir kosa kwa sababu ya kosa la mtu mwingine. Na hii hatari sana katika hesabu za mwanadamu, kwamba kosa unajua kama umefanya kosa, lakini kosa lako unalifanya si kosa kwa sababu ya kosa la mtu mwingine. Nimemtukana, kutukana ni kosa na unajua kama kosa, lakini tu kwa sababu naye kanitukana, kwa hiyo langu mimi linakuwa si kosa, lake ni kosa. Hii hatari. Kaiba, kaniibia, basi nami namuibia. Kwa nini muiba? Kwa sababu naye kaniibia. Itakuwa tena inakuwa kwenye mambo maovu kama hayo yanafanyika, tabrir khata bi khata al-akhar, kulifanya kosa sio kosa kutokana na kosa la mtu mwingine.
Kwa wakati mwingine mtu anaweza akajihesabu nafsi yake usiku, akakaa akamwambia bwana, pale kweli ulikosea, akakubali kweli, kajuta nini, lakini baadaye nafsi yake inamshinda. Sasa bwana, potelea mbali, yani naumiza kichwa mimi, si mwenyewe kataka bwana, siku ya pili ndo akome. Mwanadamu ndo alivyo. Au ana si leo tu nitatubu, nitaomba nini, nitatoba, nitaomba maghfira na nini, basi leo. Au ataanza kutafuta manafidh zile penyo, lakini si tumeambiwa bwana, kama ukidhulumiwa si kuna hichi na unaweza kufanya hivi, unaweza kufanya hivi, tumeambiwa bwana, ikiwa ni hivi na kwa hivi, anatafuta mambo, lakini tayari wakati anatafuta mambo hayo tayari kashapata jawabu sahihi, aqwa muqila, kashalipata katika nafsi yake. Wakati gani? Atakapokuwa mtulivu. Mfano mwingine utakuwa kwa mwepesi zaidi kwa sahibi yetu yule aliyofiliwa pale, akienda pale, bwana pole sana, shapoa bwana, shapoa, anatamka kwenye ulimi, shapoa, pole bwana, shapoa, pole, shapoa. Lakini akifika usiku, ikianza kumjia yale mawazo, zile huzuni, kweli kapoa, nafsi yake inamwambia bado msiba yani umemfika, ndipo kaondokewa, imekuwa pengo kubwa. Lakini mwisho wakati huo labda ukimtokezea ghafla vikwambia vipi bwana, punguza, pole bwana, shapoa, wakati huo bado jambo lipo. Lakini ile hisia itakomjia pale wakati na hesabu, kwa mujibu wa maneno Allah subhanahu wa ta'ala, aqwa muqila. Wakati gani? Nashiatal layl. Hapo mambo yako yote peleka katika wakati huo. Kwa hiyo kama ataamua mtu kusimama usiku, maana yake ndio wakati munasibu wa kupeleka matarajio yake, kupeleka shida zake, ndio ataweza zaidi kueleza kwa ufasaha shida zake, ndio ataweza zaidi kueleza makosa yake na kutaka msamaha kwa wakati huo. Kwa nini? Kwa sababu ndio Allah alivyosema ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Kama unaenda kuomba, kama unaenda kuomba msamaha, kama una shida zako, kama unafikiria, kama unahesabu nafsi yako, kama nashiatal layl, dharf ya usiku, ashaddu wat'an wa aqwamu qila, ndio yenye nguvu zaidi, yenye uzito zaidi, na ndio kauli iliyokuwa na ufasaha na iliyokuwa na usahihi zaidi katika utakayoyapata katika hizo hesabu zako. Hiyo ndio tafsiri ya ufupi ya inna nashiatal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Maana yake ni maana hata kama utapewa qaulun thaqil, ili uamue vizuri, ichukue hiyo qaulan thaqila, kaifanyie mchanganuo wake wakati wa usiku. Bwana wewe, huyu mambo ni halal, hii ni haram. Kwa nini unaendea haram? Kwa sababu kuna shida hii na shida hii. Lakini sasa anayekuruzuku ni Mola wako aliyekuumba, ndio kweli atashinda kuondoshia shida hii? Hashindwi. Ndio utayapata majawabu hapo. Basi kama hashindwi, usiingie katika haram, nenda katika halal. Nashiatal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Hii ni kama lugha ya vijana wanakuambia chimbo hilo. Allah subhanahu wa ta'ala anakupa au anatupa sote, wakati gani umwendee peleke shida zako, wakati gani uamue mambo yako, wakati gani upange mipango yako. Inna nashiatal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Kwa nini imekuwa hivyo? Kwa sababu aya yetu ya kesho, inna laka fin nahari sabhan tawila. Nini maana yake? Inshallah kesho biidhnillah taala tutakuja kushereheshana biidhnillah. Kama kuna swali la haraka tulijibu. Alhamdulillah, hamna swali. Au lipi mwalimu? Hayupo la shana. Asiku leo inshallah tusimamie hapa, na muomba Allah tupe tawfiki, atuongoze katika haki, atuthibitishe katika haki hiyo, na atupe thabat, tukutane naye hali ya kuwa ameturidhia. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma
ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما لم نعلم، فهمنا ما لم نفهم، إنك أنت الرب وأنت الحكم وأنت على كل شيء قدير. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. 94.5 Radio Nuru FM Tanga.